Mtazamaji wa Tony TV, siku ya kesho timu ya Tanzania itakwenda kucheza mchezo wake wa pili dhidi ya Uganda, lakini tunakumbuka kuwa timu ya Tanzania ilipoteza mchezo wake wa kwanza kwa kufungwa magoli mawili kwa moja na timu ya Nigeria, lakini timu ya Uganda pia nayo ilipoteza kwa kufungwa magoli 3 kwa moja dhidi ya Tunisia. Kwa hiyo siku ya kesho Uganda na Tanzania watakwenda kukutana. Hapa nipo na Mr. Rajabu atakwenda kutuambia zaidi kulingana na mbinu za makocha, mchezo wa kesho utakuwa wa namna gani na matokeo yanaweza yakawaje kulingana na mbinu za makocha. Rajabu, mechi tuliiona ya Tanzania pia ya Tunisia dhidi ya Uganda tuliiona pia. Una kipi cha kuongea au mchezo wa kesho una utazamaji? Mchezo natamani na imani tutakwenda kwa mchezo mgumu kwa sababu timu ambazo hazina pointi yote katika kundi lao. Unamwangalia Uganda amepoteza goli 3 kwa moja, lakini pia Tanzania ambaye amepoteza goli 2 kwa moja. Ukiangalia mchezo yao na naona Tanzania kinaenda kwa kushinda timu hiyo. Kutokana na mchezo ambao kama atacheza na Nigeria. Unamwangalia Nigeria ambaye ni timu ambayo ina profile kubwa katika mpira wa Afrika. Timu ambayo imetolewa katika playoff ya kwenda kombe la dunia. Kwa hiyo na imani ndio timu kubwa, inaenda kuwa mechi ngumu, lakini moja kwa moja nitampa nafasi Tanzania kutokana na mabadiliko walionayo kutokana na kocha alienaye. Tunamwangalia Miguel Gamondi anaingia mechi na Nigeria. Watu wengi walitegemea kuona Miguel Gamondi akizuia, lakini unamwangalia Gamondi anaingia kwa mfumo ambao hazuii, anakabia kuanzia juu. Unaangalia Tanzania ambayo dakika 30 za kwanza ilikuwa nyuma, lakini baada ya kuruhusu goli wakaamua kuachia kabisa kucheza mpira. Lakini pia kwanza nitawalaumu Tanzania ambao wanamsema Samata katika mechi ile. Unamwangalia Samata ambaye mechi kama ile ilikuwa haihitaji Samata kukimbia na mpira. Alikuwa anahitaji mpira achukue atoe sehemu endelea na mwingine. Kizungumza mechi hiyo kutafuta ubora wa mchezaji kwamba ni kutembea na mpira inakwenda kwa mechi ngumu sana kwa Tanzania. Sawa. Unadhani kitu gani hasa ambacho kocha anahitaji aweze kukiboresha ili mechi dhidi ya Uganda timu ya Tanzania iweze kupata matokeo mazuri? Nafikiri maboresho yatakuwa ni madogo tu, hasa katika eneo la ulinzi. Unaangalia Tanzania magoli ambayo wameruhusu ni makosa ya kiulinzi. Unaangalia goli la kwanza ambalo linafungwa, cross inapigwa kwa wachezaji wawili wa Nigeria, wanaruka free header na kwenda kufunga goli. Lakini pia unaangalia goli la pili ambalo ilipigwa shuti nje ya 18. Mabeki wanamwangalia mchezaji hapa anajiandaa kabisa kupiga goli. Hadi anapiga anaenda kufunga goli, mabeki bado hawajafika. Kwa nafikiri makosa ambayo yalikuwepo ni makosa madogo. Lakini pia hata ukiangalia interview ya Miguel Gamondi baada ya mechi ile, anaonyesha kusikitishwa na goli lilofungwa la kwanza. Yaani ameonyesha kuumia kwa sababu kwanza limefungwa, ni makosa ambayo hana jinsi gani ya kuyatetea. Kwa hiyo na imani warekebishe eneo lao la ulinzi, maeneo mengine yalikuwa bora zaidi. Ukiangalia na watu sisi katikati ya uwanja, mchezaji ambaye wa Tanzania katika mechi ile ameonekana kuwa na mchango mkubwa katika timu. Kakaba sana, lakini pia kaasisi goli la Chazi Mombo. Sawa, tukirejea kwenye ulinzi wa timu ya Taifa Stars, pale nyuma tunamwona kuna Tisha Balala maarufu kama Zivo Junior, pia kuna Dickson Jobu, lakini pia yuko Bakari Nondo Mwamnyeto, yuko Baka pia pembeni kabisa tunamwona yupo Shomari Kapombe, pia kwa sababu pia Kibabage naye ameitwa katika timu ya Taifa. Pia pale katikati ambapo wakuta wanacheza Bakari Nondo Mwamnyeto, anacheza Dickson Jobu, pia anakuja kucheza Baka. Unadhani kwa pale katikati nani hasa ambaye unatamani aweze kuanza kwenye mechi ya kesho kwa ajili ya kuhakikisha timu ya Taifa Stars inaweza kulinda goli au kulinda isipate goli kabisa? Yes, ukiangalia game ile ya Stars na Nigeria, kulenga nimeona kizungumzia Baka kama ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa. Lakini ukiangalia katika takwimu, wakati yule mmoja afanya kazi kubwa kuliko Baka ni mtu ambaye kasifiwa kwa sababu akaweza mkaba Vitali Osimhen, ile man to man ya watu wawili. Victor Osimhen, yani Baka kama aliingia na kazi ambayo ni ya kumkaba tu Victor Osimhen, lakini ukiangalia wakati ndio Mwamnyeto kaokoa mpira ambao ungeenda kwa goli. Unaangalia mpira ambao Victor Osimhen kamwacha goalkeeper Zuberi Foba na akapiga goli hili. Unaona wakati ndio Mwamnyeto ambaye anatoka nyuma anaenda kuokoa goli lile. Kwa hiyo naamini kama tutaendelea na uzuiaji ule inaenda kuwa bora kwa Tanzania. Unaangalia mechi ile ambayo Tanzania dakika za jioni anaingizwa Haji Mnoga ambaye anaenda kucheza kama wingback, anatoka Shomari Kapombe. Unaona Miguel Gamondi abadilisha mfumo kucheza na beki wa tatu ambaye ni Dickson Jobu, wakati Mwamnyeto pamoja na Ibrahim Baka. Unaona Tanzania bado ina faida sana katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo na imani wakiingia vile alivyoingia wanaweza kufanya. Lakini ingizo la
Faisal Salum baada ya kutoka katika adhabu yake ya kadi ya njano zinaenda kusaidia timu ya taifa Tanzania kufanya vizuri, kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza anakofa vitu vingi, uwezo kupiga pasi ndefu kwa upande wa pembeni, uwezo kupiga pasi za chini pia anaweza, lakini bado ana uwezo kushuti kutokea nje ya 18. Ukiangalia mechi ya Nigeria na Tanzania, hakuna shuti lolote ambalo limepigwa nje ya 18 kwa Tanzania. Kwa hiyo kuingia Faisal Salum kwenda kuongeza kitu. Nategemea kumuona Faisal Salum akianza kama namba 8 kwenye mechi ile, kwa sababu timu inaenda kutafuta ushindi nafikiri. Kwa hiyo Alphonce Mabula yani kwa Miguel Gamondi ningeomba asubiri kwa mchezo ule, sababu ni mchezo ambao Chazi Mombo ukisema anzie nje tunaanza kuathiri, kwa sababu Chazi Mombo katika mechi hizi toka Miguel Gamondi anafika pale Stars kumtumia kama namba 10. Kile kumtumia kama namba 10 unaona kazi aliyoifanya. Unaangalia mechi alizocheza, kuna mechi kama 3 zote kafunga, lakini pia ka assist. Kwa hiyo kuwepo kwa Faisal Salum kutasaidia kwa kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji, hasa katika kupiga pasi na kushuti nje ya 18. Sawa, niko na mwananchi mwingine hapa ambaye atakwenda kutupa maoni zaidi kuhusiana na mchezo wa kesho kati ya Tanzania dhidi ya Uganda. Kijana, habari yako? Safi, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko poa kabisa. Mtazamaji anapenda kufahamu majina yako, pia ajue unatokea maeneo gani pia. Jina langu naitwa Paul Tembo, natokea Kigoma. Sawa. Kesho timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, itakuwa uwanjani kwenda kukutana na timu ya Uganda. Na pia timu ya Uganda na Tanzania zimekwisha kwa kukutana. Tanzania iliwahi kupata matokeo mazuri na pia Uganda iliwahi kupata matokeo mazuri. Mchezo wa kesho unauonaje wewe katika macho ya kimchezo? Kwanza jicho la kimchezo, miongoni mwa mechi ngumu basi ni mchezo wa kesho kati ya Tanzania dhidi ya Uganda. Kwanza ikumbukwe haijawahi kuwa mechi nyepesi, na ikumbukwe kwenye matokeo ya ujumla mechi kati ya Taifa Stars dhidi ya Uganda, Tanzania amekuwa kistruggle sana kupata matokeo mbele ya Uganda. Toka yupo mwalimu Frank Desabre aliyekuwepo kwenye kikosi ambaye sasa hivi anakinua kikosi cha timu ya taifa ya DRC Congo, alikuwa ni miongoni mwa walimu ambao aliwapa shida sana Taifa Stars kupata matokeo. Sasa hivi kikosi cha timu ya taifa ya Uganda ambacho kipo chini ya kocha Paul Put, ambaye ni miongoni mwa kocha ambao tayari kuna vitu ambavyo anaonekana anaviingiza kwenye timu ya taifa ya Uganda. Kwa hiyo naamini ni miongoni mwa mechi ngumu, kwa sababu hakuna AFCON nyepesi, na michuano siku zote ipo kila mmoja kwa ajili ya kwenda kupata kile ambacho anakuwa ameingia nacho. Sawa, siku ya kesho Tanzania itakuwa uwanjani. Unadhani kipi hasa ambacho kocha Gamondi anatakiwa aweze kukifanya ili mradi tu timu ya Taifa Stars iweze kuondoka na matokeo? Kitu cha kwanza kwa Mwalimu Miguel Gamondi, kwanza anatakiwa atambue ya kuwa Paul Put ni miongoni mwa makocha ambao yeye huwa anaitengeneza timu yake kushambulia. Hata kama ifungwe goli 4, 5, yeye huwa hilo hajali. Yaani mara nyingi timu yake anaitengeneza kwenye mfumo wa kushambulia. Mpaka tunavyozungumza sasa kwenye kosti ya timu ya taifa ya Uganda the Cranes, ameita safu ya ushambuliaji na wachezaji takriban 12. Sasa unazungumzia wachezaji 12 ambao wote ni wapo kwenye eneo la ushambuliaji, na wengi wanacheza kwenye timu ambazo zina ubavu mkubwa sana. Unamzungumzia Tiaba ambaye anakipiga kwenye kosti ya Sfaxien, miongoni mwa timu nzuri kwenye bara letu la Afrika. Unamzungumzia Steven Dese Mkwala ambaye anakipiga kwenye kosti ya Simba Sport Club, msimu uliopita goli 10+. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba Mwalimu Paul Put ni miongoni mwa walimu ambao huwa anaitengeneza timu kwenda kushambulia. Kwa hiyo tahadhari ya kwanza kwa Mwalimu Miguel Gamondi ni kuiandaa timu ambayo inaweza kwenda kushambulia kutafuta matokeo, lakini kumbuke kufunga mlango muda ambao inakuwa inashambulia. Sawa, unadhani kwenye upande wa safu ya ushambuliaji kipi hasa ambacho Miguel Gamondi anatakiwa aweze kukifanya ili mradi tu katika hao wachezaji ambao wameitwa kwa ajili ya kuhakikisha wanapata ushindi katika timu ya Uganda wasiweze kufanikiwa kupata matokeo mazuri? Kwanza, kitu cha kwanza kwa Mwalimu Miguel Gamondi, ikumbuka kuwa timu ya taifa ya Tanzania ina michezo takriban 6 mpaka sasa hivi haijapata matokeo yoyote, kujumlisha michezo ya friend match, yani michezo 6 mfululizo hajapata matokeo yoyote zaidi ya sare ambayo tulipata dhidi ya timu ya taifa ya Niger. Kwa hiyo unaona ni timu ya taifa ambayo kuna vingi ambayo inatakiwa iende kajifunze kwenye michuano husika ya AFCON. Inatakiwa iende kafanye kile ambacho ni bora muda wote. Mwalimu Miguel Gamondi toka amechukua timu, imeonekana ni timu ambayo haijirindi muda mwingi, bali imekuwa ni timu ambayo ipo tayari kwenda kutafuta kile kilicho bora kwa mpinzani. Tunaizungumzia timu ya